Amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja na nyinyi. Mko wengi sana kutufuata katika vipindi mbalimbali kupitia Filovi TV. Karibuni nyinyi wote, na tunafurahi sana kwa leo ajili tuna mgeni maalum kutoka uko nchi ya Tanzania. Bila kukawia, tunataka tumpokee na kumruhusu aweze kujitambulisha audience yetu, wale wote wenye wako wanatufuata kwa sasa. Baba Prophet, tunakupokea sana. Amen. Na wewe ni mara ya kwanza hapa Burundi? Hii sio mara ya kwanza. Nimewahi kuja kwa namna ya kupita. Ikiwa nina safari za kwenda DRC labda kwenye gospel, ubiri. Ni kama mara mbili nimepita hapa. Lakini nilikuwa kwenye transit. Karibu tena. Asante. Lakini nikisema ni mara ya kwanza ni sahihi, maana nimekaa sasa Bujumbura kama siku chache. Leo nafikiri siku ya pili ya tatu. Sasa tunataka wenye wako wanatufuata ili waweze kujua wewe ni nani. Karibu uweze kujitambulisha. Amen. Mimi naitwa Nabii William Prince. Nimetokea Arusha, Tanzania. Fanya kazi ya Mungu pale kwa muda sasa. Na hiyo kazi mnaongoza naitwa aje? Mmeanza mwaka gani? Kanisa linaitwa Covenant Home for All Nations, na huu ni mwaka wa 9, lakini mimi nimeanza kuhudumu tangu 1994. Fanya kazi ya huduma. Amen. Tukisema leo kama uko mtumishi wa Mungu, ni sawa? Hilo jambo linakufiti vizuri, wala uko mtoto wa Mungu? Mimi siamini katika utumishi wa Mungu, naamini katika kuwa mwana wa Mungu. Sababu hilo ndio dhumuni kubwa la Yesu kuja duniani. Hakuja ili atufanye sisi kuwa watumishi. Mtumishi ni mtu anayefanya kazi ili apate mafao au malipo. Mwana wa Mungu anafanya kazi kwa sababu yeye ni mrithi katika nyumba ya Baba. Tunataka kutufafanulie kidogo ajili watu wa mingi sana leo kwenye Warumi. Najua lazima ungeniuliza ile swali. Warumi ile sura ya, natamani mtu mmoja mwenye Biblia hapo labda nisome mwenyewe kama inawezekana. Warumi, I think Warumi ni ile sura ya 8 mstari ule wa 16. Maandiko yanasema, Roho mwenyewe ushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu. Alafu anasema, na kama tu watoto basi tu warithi, warithi wa Mungu. Alafu anasema warithio pamoja na Kristo. Naam, tukiteswa pamoja naye ili tupate na kutukuzwa pamoja naye. Sasa mimi nikiwa mwana wa Mungu, maana yake ninarithi pamoja na Kristo. Na Biblia haisemi kwamba hapa wanaorithi pamoja na Kristo ni watumishi wa Mungu. Ni kweli tulikotoka kwenye mafundisho ya zamani tuliambiwa mtu anaweza akawa mwana wa Mungu baada ya kumpokea Yesu kuwa Bwana Mwokozi wake, alafu baadaye Mungu anakuchagua na kuwa mtumishi wake. Hiyo ni sio kweli. Ukiokolewa na Mungu ukawa mwana wa Mungu, unabaki kuwa mwana wa Mungu hata kama unamtumikia Mungu. So swala la uwana haliondoki. Huwezi kuondoa identity yako kwa sababu ya, labda nilete hivi, huwezi kusema kwamba wewe sio mwana wa Mungu tena kwa sababu, au sio Mrundi kwa sababu unatumika kwenye gouvernement ya Burundi. Nitumia neno la Kifaransa kidogo. Au kwenye government ya Burundi. Unapokuwa Mrundi na ukafanya kazi kwenye government, maana yake ni kwamba unafanya kama mojawapo ya watu walio wahusika wanaojenga nini? Nchi. Wao unakuwa mzalendo wa nchi. Lakini tukiwaleta watu wanaotoka nje, watakuja kuchuma alafu wataondoka. Mwana hataondoka. Yesu anasema hivyo kwamba wana hukaa nyumbani siku zote. Lakini watumwa hawapo nyumbani siku zote. Kwa hiyo mtumishi na mtumwa ni watu wanaofanana. Ni wageni, sio warithi. Hivyo ndivyo Roho Mtakatifu alionifundisha. Sasa tunataka kabla ya kuingia kwenye topic ya leo, watu wanahitaji kuelewa
huyo urisi, mwana wa Mungu iko na urisi gani? Ajili maandiko yanaweza kutuambia kama tuko wana wa Mungu na tuko tena warisi pamoja na Yesu Kristo. Sasa huyo urisi umo ndani nini? Urithi tafsiri yake ni kwamba ni kupewa haki. Haki ya msingi ambayo mtu anapaswa kupewa na baba. Urithi ni sehemu ya mali ambayo mtu huipata kutoka kwa baba. Na kwa sababu yeye ni mrithi, anatakiwa apewe sehemu ya vile ambavyo ni mali ya baba. Kama baba ana mtoto mmoja, vyote vya baba vinakuwa ni vya kwake. Lakini kama wako wawili, basi vile vya baba vitagawanywa sawa sawa na vile ambavyo labda baba atatoa maelekezo namna ya kuweza kuwagawia wale watoto wake. Lakini kama ikiwezekana watagawana vyote pasu kwa pasu. Kwa sehemu ya 50% kwa huyu, 50% kwa huyu. Unabaki kwa niaba ya baba ili ufanye vile vya baba kwa niaba yake. Ndio. Hiyo ndio maana ya urithi. Sasa kwa sisi wa Kristo, huyo urithi umo ndani nini? Umo ndani afya bora, umo ndani kwenda mbinguni. Urithi tunavyorithi sio vitu vya rohoni tu, tunarithi pamoja na vitu vingine. Amen. Labda niweze kuweka kidogo, japo ni mjadala ungekuwa mrefu zaidi, kwa sababu ningechokoza kitu kimoja. Yesu alipokuja duniani alikuja kutuokoa. Hilo ndio jukumu maalum. Akatusamehe dhambi na tukapewa haki ya kuwa warithi pamoja naye. Lakini urithi ambao sisi tulioupokea kupitia Kristo Yesu, kupitia mission aliyokuwa nayo, ni kwamba ile damu ilipotuokoa ilitupa access ya kumwona Mungu. Amen. Kwa sababu tulikuwa na hatari ya kupotea. Kwa hiyo ndo kazi maalum ambayo Yesu aliyoleta duniani. Lakini tunapozungumzia kuhusu urithi sasa wa vitu vya mwili, tunazungumzia kuhusu wa ardhi, pesa, majumba, magari, labda familia nzuri na mambo yanayofanana hayo. Sasa hivyo vinahitaji uwe na jambo la kumwonyesha Mungu kwamba umekubali kuokolewa na Yesu na uko tayari kutembea naye katika viwango vya tofauti. Kwa hiyo sasa hapo kuna kitu kinachoitwa covenant. You have to make a covenant kati yako wewe na Mungu ili vile vya mwili vije kwako. So damu ya Yesu inafanya kazi ya kukomboa na kukuondoa katika nini? Katika mauti ya milele. So tulikuwa tumekwisha kuhesabiwa kufa sasa. Damu ya Yesu ilipokuja ikatuondolea ile hatia ya dhambi. Sasa tumepewa haki ya kurithi katika Kristo katika ufalme ujao. Hii ni katika mambo ya rohoni. Lakini tunapozungumzia mambo ya mwilini, mara nyingi mimi nimefundishwa hivyo na Mungu kwamba ili Mungu akupe haki ya kurithi, utahitaji upate nafasi ya kufanya agano na Mungu. Nasoma habari ya Ibrahim, nasoma habari ya Daudi, walipofanya agano na Mungu ndipo walipopata haki ya kupossess vitu vya mwilini. Naona hiyo mambo ni marefu sana. Inahitaji nafasi ya kutosha. Ndio. Hata sasa tuingie kwenye topic ya kwetu ya leo, kwa kuhusu kanisa. Ni jinsi gani kanisa la Baba Mungu linaweza kuleta mabadiliko katika nchi wala katika ulimwengu wala katika duniani. Wakati kwa tunazungumza kanisa, swali la kwanza, kanisa ni nini? Kanisa, kila mtu anajua kabisa kwamba kanisa ni mwili wa Kristo. Ni wale ambao wamekombolewa kwa damu ya Yesu, wakaoshwa kwa damu hiyo. Hao ndio wanaitwa kanisa, wale wanaomfuata Yesu kama alivyo. Kwa maana wanaishi maisha ya Yesu duniani. Ndio hilo ndo kanisa. Sasa tukisema kanisa la Burundi, tusikie nini? Kanisa la Burundi tunaweza tukalisema kwamba ni umoja wa watu walio pamoja, walio na nia moja, walio na kusudi moja la kumwona Mungu, lakini wanaomtumikia Mungu kwa kumwakilisha duniani. Na wakiwa katika nchi ya Burundi, wanalo jukumu la kuifanya Burundi kuwa mali ya Mungu. Kwa namna gani? Kwa kumfanya Mungu awe kwanza katika vitu vyote. Jambo la pili, ni kulifanya taifa lifanyike kuwa la Mungu, linahitaji watu waliokubali kuliombea. Na kuombea taifa si swala la kwenda tu na kufunga na kuanza kuomba. Lazima pawepo na watu watakaoona matatizo au tatizo lililopo
alafu walibebe ile tatizo walipeleke mbele za Mungu ili Mungu awape mwongozo wa nini cha kufanya. Na ndio maana kunatakiwa watu kama manabii wawepo katika nchi. Manabii wanaweza kuona taifa lilivyo na mahali linapokwenda, na Mungu akawaonyesha kitu cha kufanya, wataleta taarifa kwa watu. Watu wakisikia nabii amesema na wakati, hapo ndipo uponyaji wa taifa unapoanza. Tutaendelea tunazungumza katika kanisa la Burundi. Acha tu kidogo tupatie mfano kuhusu kanisa la huko kwenu nchini Tanzania. Kanisa iko aje leo? Kanisa la Tanzania lipo katika hatua ambazo tunaweza kuangalia, labda kwenye hali ya mfumo wa kawaida tunaweza tukasema kwamba linasimama kwenye nafasi yake na linafanya yale yaliyo ya msingi. Japo wakati mwingine mambo mengine yanayohusiana na itikadi ya imani hii na imani nyingine unaweza kuwa na tofauti, lakini kanisa linasimama kwenye nafasi ya kuombea mambo ya msingi taifa, kuombea viongozi wa nchi, lakini pia kulifanya kanisa liwe moja kwa maana ya kuwa mwili wa Kristo. Kuepusha yale mambo ya kuitwa hawa ni wadhehebu fulani, hawa ni Wakatoliki, hawa ni Waanglikana, hawa ni Walutheran, sijui kama hayo makanisa huko yapo ya namna hiyo. Lakini tukija wote kama mwili wa Kristo tunazungumza lugha moja kwamba sisi tu wana wa baba mmoja. Nataka sasa tusaidizane na usaidie viongozi tofauti jinsi gani kanisa linaweza kuwa moja, yani kupitia itikadi za kanisa hii wala kupitia belief za kanisa hii. Inawezekana kanisa ikuwe kanisa moja kweli? Inawezekana. Aje? Kwa sababu kama roho wa Kristo yupo, amani ya Kristo ipo. Mahali maandiko yanasema palipo na roho wa Kristo pana amani. Kama roho wa Kristo yupo mahali, amani lazima itakuwepo, kwa maana ya kwamba huyu akimwona huyu atamwona ni ndugu. Hakutakuwa na sababu ya kumtenga huyu kwa sababu yeye si wa itikadi yangu, basi huyu hafai. Maana yake ni kwamba hapo pana matengano. Kanisa likiwa limetengana, maana yake ni kwamba roho wa Kristo hayupo hapo. Nafikiri nitakuwa nimekuja. Bado ningaliki na maswali kwa kuhusu ajili. Tunaona hapa kwetu Burundi na wazia kuna question jinsi kanisa linaanza. Hapa niko naingia kanisa kwa kusema denomination, kwa jinsi watu wanapokea wito kutoka kwa Mungu. Na wazia ndio kuepako tatizo ajili kama mtu ameitwa na Mungu ili amtumikie. Hii question, hii swali ya unity wala kwa umoja haingeweza kuonekana. Sasa kwa nini leo tunaona watu wengi sana watumishi wa Mungu wanasema kama wameitwa, lakini pakifika wakati wa kuwaita watumikie pamoja, wa support one another, atuko tunayaona tatizo liko wapi? Ni kwa wito wala ni kuelewa majukumu? Tatizo ni kwamba yote kwa pamoja yanaweza yakawa sababu. Jambo la kwanza, wanashindwa kuelewa jukumu la kanisa duniani ni nini. Jambo la pili, wengine wana kanisa wanalolisimamia kama ni viongozi waliopewa jukumu, huenda hawajawahi kujua kwamba kanisa huwa ni mali ya Mungu na sio mali ya mtu. Tatizo linaweza likaanzia pale ambapo mtu ameitwa lakini hajajua aliyemuita, au ameitwa anajua aliyemuita lakini hajajua ameitiwa nini. Na kwa sababu hajui aliitiwa nini, kuna uwezekano wa kufanya kazi ya Mungu kwa kutokujua anachokifanya. Kwa sababu hiyo lazima kutakuwa na matengano kati ya huyu na huyu. Hapo ndipo itikadi zinapoanzia. Huyu anaona nikimsaidia huyu atainuka, alafu akiinuka atajulikana kuliko mimi. Maana yake ni kwamba kuna namna ambavyo mitazamo imetoka kwenye kusudi la Mungu, watu wanaingiza mitazamo yao kwa sababu ya mambo ya mwili. Na ukiona hali ya namna hiyo, maana yake ni kwamba mambo ya mwili yametawala kuliko mambo ya roho. Kwa hiyo umoja huwezi kuwepo, furaha ya watu walioitwa kwa jina la Yesu mwenyewe au walioitwa kwa jina la Bwana haiwezi kuonekana. Matengano lazima atakuwepo. Huyu hawezi kushirikiana na huyu hawezi kumsaidia huyu. Ndio maana unaweza kuona viongozi wengine ni wakubwa, hawana sababu ya kuona wa chini kwamba nao ni watumishi wa Mungu, alafu wawashike mkono, wawainue ili kazi ya Mungu iendelee. Kila mtu anafanya kama anavyoona kwa upande wake, kwa sababu anataka ajulikane yeye ni mkuu.
Hapo mwili wa Kristo haujengi. Kazi ya injili haihubiriwi. Umoja wa imani haupo. Kwa hiyo kila mtu anafanya mambo yake, na kwa namna hiyo hatuwezi kuona mafanikio. Hatuwezi kuona zile kazi maalum ambazo tumezisoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume. Maandiko yanasema walikuwa pamoja tena kwa umoja. Na kwenye Zaburi maandiko yanasema kwamba mahali palipo na umoja, hapo ndipo Bwana alipoamuru nini? Baraka. Amen. Sasa baraka zitakujaje kama watu wametengana? Nasema tazama ilivyo vema tena yapendeza ndugu wakae pamoja tena kwa umoja. Na anasema, anakuja kumalizia kwamba hapo ndipo Bwana alipoamuru baraka. Hivi unataka kuniambia mahali ambapo watu wamekaa pamoja baraka zitakosekana? Waswahili wenyewe wanasema umoja ni nguvu. Na Mungu anasema wakiwa pamoja, maana yake ni kwamba baraka zitaonekana. Sasa watu wasipokuwa pamoja baraka zinaonekana. Na kanisa likishindwa kusimama kwenye nafasi yake, nchi haiwezi kupona. Mimi hata kwetu huwa nawaambia hivi, wakati mwingine mnawalaumu viongozi wa serikali, mnamlaumu rais, mnalaumu waziri, mnalaumu labda mnalaumu spika wa bunge kwamba waongozi vizuri. Ninyi kanisa mmefanya nini ili kuwafanya wale watu wafanye vizuri? Mmepata nafasi gani ya kuwaombea? Okay, kabla mjawaombea kanisa, ninyi wenyewe kwanza mnashikamana. Kama hamna umoja, maana yake ni kwamba wale watu watafanya nao mambo yao. Na tukisoma vizuri maandiko, tangu wakati wa Musa ambaye alianzisha uongozi kule jangwani, yeye alikuwa ni msimamizi wa kanisa la jangwani, Haruni akiwa chini yake kama msaidizi. Alafu kwenye mambo ya siasa yeye alikuwepo. Kwenye mambo ya vita alikuwepo. Chini yake akamweka kamanda mkuu Joshua. Kwa hiyo kukiwa na tatizo alikuwa anaenda kutafuta majibu kwa Mungu. Alafu anakuja kuleta taarifa kwa watu. Watu wakifanya Mungu anafanya. Watu wakikubali Mungu anafanya. Kwa hiyo kanisa ndilo linalotakiwa kuleta majibu hata kwenye nchi. Kuna wakati viongozi wa nchi wanashindwa wafanye nini? Ni kwa sababu kanisa limeshindwa kufanya wajibu wake. Kama tumetengana na kutengana, sisi wenyewe hatuna umoja, Mungu ataonekanaje mahali hapo? Viongozi wa nchi watashindwa namna ya kupata revelation kwa ajili ya kuongoza nchi. Nafikiri niishie hapo. Kwa hiyo ndio maana hata mafanikio kwenye eneo la kanisa hayapo. Okay, tunaweza kuona watu wana magari wanakuja na wanapaki magari, wamevaa vizuri na nini, lakini ukiangalia ndani hawana amani. Kuna kitu kinaonekana kimepungua. Shirika unapokosekana baraka zinaondoka. Umetupatia mfano wa Musa. Jinsi alikuwa ni kiongozi wa kanisa huko jangwani. Yes. Na tena alikuwa na represent watu mbele ya Mungu. Nataka tupatie mwingine mfano kwa kuhusu Yesu. Ajili ndio mfalme wetu. Yesu kwa jinsi alikuwa anaongoza ile wakati wake. Kuna mambo fulani alikuwa anafanya ili aweze kusaidia nchi ya ile wakati wake. Nafikiri kwanza kabla sijajibu hilo swali, tusome ile andiko ambalo limeandikwa kwenye kitabu cha Mathayo. Sura ile ya 5 mstari wa 13. Anaanza kwa kusema hivi. Anasema sisi, anasema ninyi ni chumvi ya dunia. Chumvi. Lakini chumvi ikiwa imeharibika itatiwa nini? Anauliza swali. Hata ikolee. Kama sisi tumeharibika, ni nini kifanyike ili tuweze kufaa kuliwa na ulimwengu? Kwa maana ya kwamba kuwavuta watu wa ulimwengu waje kanisani. Anasema haifai tena kabisa, ila kutupa wapi? Nje na kukanyagwa na watu. Kama Yesu anasema sisi ni chumvi, maana yake ni kwamba anatupa ushauri kwa kwamba muonekano wetu sisi lazima uonekane kwamba una namna ulimwengu ukiangalia utataka kujifunza kitu kutoka kwetu. Uongozi wa Yesu ukiangalia alikuwa na wanafunzi 12. Wale viongozi walifanya mambo yote. Walifanya kazi ya kuhubiri Injili pamoja na Yesu, na aliwafundisha namna wanavyotakiwa kutembea katikati ya watu. Lakini jambo la pili, wale walifanya kazi ya ulinzi. Ulinzi tafsiri yake ni nini? Ni ya kuhakikisha kwamba kuna usalama. Kwa hiyo ukiangalia administration ya Yesu ilikuwa imebeba utajiri wote. Okay.
Manake kama walikuwa ni walinzi, manake sisi tukiwa kama kanisa tunapaswa kujifunza kitu hapo, kwamba sisi kumbe hatufanyi kazi tu ya kuhubiri Injili, tunapaswa kufanya kazi ya kulinda. Ndio maana kwenye Isaya 62 anazungumza kuhusu habari ya wale wanaoomba kwenye kuta za Yerusalemu. Tukiwa tumeungana kwa pamoja, tutafanya kazi ya ulinzi. Ulinzi tutakaofanya utasababisha matokeo chanya, positive impact kwa watu, kiasi kwamba hata yale mapungufu yanayoonekana kwenye jamii zetu yataondoka. Jamii itafundishwa, itajifunza, lakini pia itaelekezwa namna ya kufanya. Ulinzi huu hautaishia tu kwenye masuala ya kulinda nchi kama kuombea na kutetea kwa maana ya kupigania kwa mambo mengine, lakini pia jamii ikiwa imefundishwa kujua namna ya kutembea kwenye maadili, wale watu watafanyika kuwa walinzi wenyewe wa maisha yao, walinzi wa kanisa, walinzi wa serikali, walinzi wa taifa lao. Kwa hiyo hao watu wakikosa kulinda, maana yake ni kwamba watakuwa waasi. Na maana tunaona kanisani kuna uasi. Na uasi unaanzia wapi? Pale ambapo watu wanaposhindwa kufundishwa kweli, wanafikiria namna ya kujiondoa kwenye hali ya ukweli, waanze kufanya nini? Kufanya mabaya au maasi. Ndio maana tunaona rebellion kanisani, rebellion mtaani, rebellion kwenye jamii, kila mahali kunakuwa na uasi. Ndugu na ndugu hawapatani, huyu anamfanyia mtu vibaya na wala hakuna mtu anayeona kwamba anaweza akasimama ili atetee. Wasema watajuana wenyewe. Kanisa kazi yake ni kusaidia, kutengeneza na kuwafanya watu wajue kwamba mambo wanayoyafanya yasiyopendeza Mungu hayapendi. Lakini kama hayo yasiyopendeza yanaweza kufanyika kanisani, watu hawajafundishwa, maana yake ni kwamba hatuwezi kuwa na taifa zuri na watu wazuri, hatuwezi kuwa na kanisa zuri, hatuwezi kuwa na jamii nzuri, hatuwezi kuwa na uchumi mzuri, kwa sababu pesa itakayokuwepo kwenye nchi itakuwa ni pengine ni rushwa, pengine wengine wamemwaga damu za watu na mambo yanayofanana haya. Kwa hiyo Yesu alipokuwa anazungumzia hapo, ukiangalia uongozi wake ulikuwa umesheheni vitu vyote. Lakini jambo la tatu, uongozi wa Yesu unatufundisha kuhusu upendo. Upendo maana yake ni nini? Kumwona mwingine ni bora kuliko wewe au kama wewe. Unapompa mtu nafasi ambayo wewe unayo, maana yake ni kwamba kuna namna yule mtu atajisikia vizuri anapokuwa karibu na wewe, atajiona kujiamini anapokuwa nje au anapokuwa na watu wengine. Upendo unapokosekana lazima kuwepo na nini? Faraka. Maana kinyume cha upendo na faraka. Kwa hiyo nikisema hayo, nina uhakika kwamba nitakuwa nimeanza kuelekea mahali ambapo nataka ndio kwenye swali lako. Ndio. Kwa kanisa la Burundi, Mungu anapoliangalia, pengine kuna vitu vinaonekana vimepungua, anahitaji kuona watu wanaoweza kusimama, wanaoweza kuwa na moyo wa kukusanya watu kama mwili mmoja, ili wafanye kazi ya Mungu kwa ushirika, na lengo ni kuwafanya watu wote waweze kumjua Mungu, lakini pia wafanyike kuwa raia wazuri kwa taifa lao. Kwa sababu nataka nikuambie kitu kimoja, watu wengi wanasema kanisa linafikiri kwamba lipo kwenye kazi ya kujiweka kuwa, nitumia Kiswahili kimoja, kukaa kujificha kwenye pango. Pango, likizungumza pango maana yake ni unakaa kwenye kanisa lako tu hapo, na mkimaliza hapo mnaondoka. Hatujaitiwa hiyo. Tumeitiwa nini sasa? Tumeitiwa kufanya ulimwengu kuwa wanafunzi wa Kristo. Na ulimwengu wakiwa wanafunzi wa Kristo, maana yake ni kwamba tabia za Yesu zitaonekana. Amina. Umoja, amani, upendo, ushirikiano, furaha na mambo mengine yote yataonekana. Na hapo ndipo baraka zinapoanzia. Lingine swala kwa kupitia kanisa, ili huyo upendo, ushirikiano uweze onekana, pako hili swala la ubaba. Hapa kwetu nchini Burundi pako ma network mingi sana ya wapastors ya makanisa, lakini mabadiliko hatuioni. Hilo swala la kibaba la fatherhood utaligusia jinsi gani? Kwanza, fatherhood, tunapozungumzia ubaba na uwana, kuna spirit. Roho ya ubaba na uwana inapokuwepo, maandiko yanasema mahali fulani, ngoja nitafutie hilo andiko, anazungumza kuhusu Yesu anasema atamtuma Elia, mtu mwenye roho ya Elia. Maandiko yanasema Mungu mwenyewe alisema atamtuma mtu mwenye roho ya Elia, ambaye atakuja
kwa ulimwenguni, alafu atawapatanisha watu. Ataleta ile roho ya baba waelekee watoto na watoto waelekee wana wa baba, baba zao. Sasa kama baba akiwa amekuja, maana yake ni kwamba, au kama kuna mtu anaitwa baba, lazima awe amebeba ile spirit ya kukubali kulea, kutunza, kuokoa. Kuokoa maana yake hii ni pamoja na kuprotect. Yes. Lakini pia atakuwa na zile tabia za kukubali, kumsaidia yule aliyemzaa afikie kwenye hatua ya kutambua kwamba yeye ni nani, alafu baadaye afikie kwenye hatua ya kujisimamia mwenyewe. Na akiwa amejisimamia mwenyewe, bado baba atakuwa na jukumu la kutaka kujua maendeleo yake yakoje. Ni mahali gani anakwama, ni vitu gani anakutana navyo. Na ikiwezekana yule mtoto akipata ufahamu wa kurudi kwa baba, baba ampokee, amwambie, mwanangu, hayo mambo uliyokutana nayo ni mambo yapo duniani. Kwa sababu hiyo unatakiwa upite kushoto, kulia, nenda mbele, au simama kwanza, au rudi nyuma. Kwa sababu kwenda mbele ni kuzuri, lakini kuna nyakati katika maisha unahitaji wakati mwingine kusimama. Ndio maana Mungu wakati mwingine anaweza akawaambia wana wa Israeli kwamba sasa pigeni kambi mahali fulani. Wanakaa pale kwa muda fulani, afu baadaye anawaambia kesho tutaondoka. Alafu wakiambiwa kuondoka, wanajiandaa kuondoka. Kwa nini kusimama kwanza? Mara nyingi Mungu anapenda watu wasimame kwa sababu ya kutaka kujifunza, lakini pia kuwa na muda wa kujijenga ili wapate hatua ya kuendelea mbele tena. Lakini pia inapotokea kurudi nyuma, kuna mahali Mungu anawaambia na Waisraeli, msipite njia hii, zungukeni. Maandiko yanasema vizuri, Mungu alipowaleta kwenye jangwa ili wapeleke kwenye nchi ya Kanaani, ilikuwa ni safari ya siku 3 tu. Lakini kinachoshangaza ni kwamba Mungu aliruhusu waende katika njia ya kuzunguka. Kwa nini kuzunguka? Kuzunguka maana yake ni kwamba ni kutengenezea mazingira ya kukutana na changamoto ambazo zitakusaidia kuelewa namna unavyotakiwa kupambana na changamoto zingine za baadaye. Sasa baba amepitia kote huko, amejifunza mambo mengi. Mtoto hajafika huko, atakapokutana na changamoto ya kuzunguka, akidhani kwamba ndo amekufa, akirudi kwa baba atamwambia, hapana mwanangu, hivyo ndo unajenga nguvu ya kuongezeka ili ufike unakokwenda. Maisha yanaendelea. Sasa hii spirit ya ubaba haipo, na sababu zipo nyingi. Nimedumu kuongea na watu maeneo mbalimbali, labda kwa namna ya kutaka kuwafahamisha tu kuelewa zile, naweza nikasema ni discipline za ile calling, au nidhamu ya wito. Na nidhamu hii haiwezi kufanyika au kuwa na nguvu kama watu hawajaelewa wameitiwa nini. Na niruhusu niseme kidogo. Ndio. Tuna mababa wengi, lakini mababa wengi hawajawahi kujua kwanza wao wenyewe hawajajua kwamba wameitwa. Okay, inawezekana wanajua wameitwa, lakini hawajajua wameitwa nini. Au wameambiwa wameitwa nini, lakini walipofika walifanya kile Mungu alichotaka wafanye. Kwa sababu katika wito kuna mambo makuu manne. Kuna kusikia sauti, alafu kuna kuitika, alafu kuna kupewa maelekezo ya kile ulichoitiwa, alafu kuna makubaliano ya ile kazi uliotakiwa kuifanya, kazi ya wito. Kwa maana ya kwamba lazima kuwe na patano. Kama umenielewa vizuri. Tunakuelewa. Watu wanaotaka kupata labda kufanya kazi ya kuajiriwa wanaweza kuelewa ninachokiongea. Mtu anapeleka application yake ya kazi, alafu anaambiwa iache hapo, tutakuita. Siku ya kuitwa inafika, hapewi kazi kwanza, anafanyiwa kwanza interview. Na ile interview inaweza ikawa ni oral au ya kuandika. Na ataambiwa interview ya kwanza umefaulu, au ya pili umefaulu, na ya 3 na 4, kwa sababu hiyo tumeona kwamba unaweza utatufaa. Ndio. Alafu wanamuambia, maana elewa, kwanza alipoitwa aliitika, akaja. Alipofika akaambiwa anachotakiwa kufanya interview, akafanya.
Jambo la tatu, akapewa jukumu. Jukumu manake ni kazi. Alafu hapewi kazi, lazima aambiwe amepewa kazi, atapewa nini ili kufanya hiyo kazi. Sasa hivyo ndivyo wito ulivyo. Sasa kama mtu ameitwa, inawezekana mtu akaitwa kweli, lakini hajawahi kujua nani amemwita. Inawezekana. Inawezekana. Nimesikia sauti ya Mungu, sinajua ni Mungu ameniita. Paulo anasema mahali fulani zipo sauti nyingi duniani. Kuna sauti za wanadamu. Wako na uwezekano mtu kusikia sauti ya wanadamu. Lakini pia kuna mtu anaweza kasikia sauti ya mapepo. Anaweza kasikia sauti ya akili zake mwenyewe. Anaweza kasikia sauti ya shetani. Anaweza kusikia sauti ya Mungu. Sauti ni sauti. Sasa kinachomata ni nani amekuita? Ndio. Amekuitia nini? Na alipokuambia alichokuitia, mlikubaliana nini? Kwa hiyo mambo manne ni muhimu sana. Mtu aliyeitwa. Sasa huyu aliyeitwa akaitika, akaambiwa alichoitiwa, akaingia kwenye kazi. Okay, alipoingia kwenye kazi aliambiwa nini atakachopewa. Huyu ana zile elements zinazoweza kumfanya mtu mwingine azaliwe kwake. Kwa hiyo huyu kuna baadhi ya maeneo ameyapitia ambayo kwa vyovyote kuna vitu amejifunza. Atafaa kuwa baba mzuri au mama mzuri wa kuwalea watoto. Pako pati ya ine umesema kwa kuhusu contract. Mtu ameitwa na amejua ni Mungu amemuita, na akajua ameitiwa nini, na akajua jukumu. Sasa hivi ni lazima, ngoja nirudie kidogo. Nimesema kuna kuitika wito, kusikia wito, kusikia sauti. Kuna kuitika. Alafu kuna kuambiwa ulichoitiwa. Alafu kuna nini utakachopata kwa kile ulichoitiwa. Hapo sasa ndio nataka sasa tugusie kidogo. Watu wengi sana tunajua kama Yesu ametukomboa, na wakati akituita ili tuweze kumtumikia, sio mpaka niulize Yesu atanipa nini ajili nilikuwa namtumikia. Ajili already amekushanipatia eternal life. Obvious, unapokuwa umeitwa kwenye jukumu la kutumika, lazima kuwepo na kitu gani cha kupewa. Kwanza kumbuka, tulipookolewa tuna ahadi. So vile tulipoambiwa njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitafanyaje? Nitawapumzisha. Ukisikiliza hiyo, ndani ya hiyo sauti kuna kuitwa. Anayeitwa kwa maana ya kwamba kuna sauti inayoita, alafu mwenye kuitwa anasikia, anatakiwa aitike. Ndio ile maana njoni nyote. Alafu mnapokuwa mmekuja ninyi mliokuja sasa, kwa sababu mna mizigo, mna mahitaji, anasema nitawapumzisha. Maana yake ni malipo. Amewaitia nini, lakini kila alichowaitia anasema nitawapumzisha. Lakini pia anasema kwamba sisi alipokuja duniani alikuja ili sisi tuwe na uzima kisha tuwe nao tele. Maandiko anasema hivyo. Maana yake hizo ni ahadi. Mungu anapokuita kwenye wito, lazima akwambie amekuita ili uwe nani. Usitike tu. Na usitike na ukaja mahali ambapo hujui aliyekuita. Itakuwa ni aibu ukianza kuuliza nani ameniita? Nani ameniita? Watu watakushangaa. Lazima uwe na uhakika na hiyo sauti uliyosikia ni sauti ya nani. Ni Mungu au sio Mungu? Kumbuka habari za Samueli tunazisoma hizo kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza, I think kwenye sura ile ya pili. Ukiendelea kule kuna sauti inaanza pale. Na mtoto Samueli alipokuwa mdogo, alipokuwa amelala, akasikia sauti inamuita, Samueli, Samueli. Akaitika. Akadhani kwamba ni Eli amemuita. Akaenda kwa Eli. Anauliza, umeniita mzee? Sema sijakuita. Unajua ni nini? Alisikia sauti. Akaitika. Lakini hakujua nani aliyemuita. Na ndio maana hakujua ameitiwa nini. Ndio. Sasa ona,
Mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, mara ya nne, Eli akajua kabisa mara ya tatu kwamba huyu anayemuita ni Mungu. Anasema, akamwambia hivi, akikuita muulize, sema Bwana, mimi mtumishi wako niko hapa. I think ilikuwa kwenye mara ya nne. Sasa Mungu akaja kumuita sasa. Ndo akamwambia kwamba mimi ni nani. Mungu akajitambulisha. Alafu anaanza kumwagiza. Umenitia nini? Anasema, ninakuambia useme neno hili, kwamba usemeshe nyumba ya Eli kwamba hakika yangu nitafanya moja, nitafanya mbili, nitafanya tatu, kwa sababu ya mambo aliyonifanyia. Umesikia alichoitiwa ameambiwa. Naelewa. Alafu si hivyo tu, Mungu anasema hivi, wewe nitaliweka neno langu kwako. Utalisema kwa nani? Nimeliweka hili neno kwako, useme kwa nyumba ya Eli. So nimeapa kuadhibu. Ilikuwa ni kazi ya Samueli kujua kwamba Mungu amemuitia nini, atapata nini. Mungu atusaidie. Mimi maisha yangu nimeanza kumtumikia Mungu, nimeokoka mwaka 91 mwezi wa 7. Nikabatizwa wakati huo 94 nikaanza kumtumikia Mungu. 94. Nimemtumikia Mungu kwa muda wote. Kwenye huduma nyingi, nilikuwa mchungaji, nikawa mwalimu, nilifanya kazi za uinjilisti, nimehubiri kwenye magereza, nimehubiri kwenye shule za sekondari, nikawa nahubiri vijana wale wa shule za sekondari. Na watu wanaokoka form 1, form 2, form 3 mpaka form 6. Kuzungumza nao. Na watu wanaokolewa, vijana wanampa Yesu maisha. Mimi nilijua huo ndio wito. Nilihubiri kwenye magereza ya watoto, nikajua huo ni wito. Lakini nikafanya chini ya wachungaji, mchungaji msaidizi, mara mchungaji wa vijana, nimepita huko, nikafanya huduma, fundisha kanisani, na enda mahali fulani kuhubiri Injili. Na matokeo yanakuja mazuri tu. Watu wanaokolewa, watu wanaponywa. Nikasema huo ni wito. Na nilipokuwa sasa nipo chini ya huduma ya mtu mmoja ambaye ni miongoni mwa watu maarufu pale nchini, nilijua nimefika. Tena uzuri ni kwamba nilienda nikiwa nimesikia sauti ya Mungu, nenda mahali. Kwa nilipoenda pale, baada ya muda mfupi tu nikapakwa mafuta, nikawa mwalimu, sio mchungaji tena. Basi nilifanya hivyo. Lakini wakati ulifika, Mungu akasema toka. Uje unitumikie. Can you imagine? Nikamwambia Mungu, mimi ninakutumikia. Kwa nini unaniambia nije nikutumikie? Nasema toka, nataka unitumikie. Nikasema mimi ninakutumikia. Akanambia hapana, nataka uje kwangu. Mimi nataka nikutumie kwa kazi unizotaka kunifanyia. Nikaitika. Kuitika kwangu kulikuwa kwa kule kukubali kusikia anachotaka nifanye. Akanambia acha vitu vyote ulivyonavyo, kazi ulionayo, kila kitu uache, alafu uje nitumikie. Nikamwambia Mungu, mimi ninakutumikia siku nyingi, nawezaje kuniambia nikutumikie tena kwa namna hiyo? Anasema hapo ulipo muda wako wa kuwepo umeisha. Kwa hiyo uje, nitaweka neno langu ndani yako, nitasema na wewe, alafu utawaambia watu. Sasa nilipoanza kusikia sauti ni baada ya mimi kukubali kusikiliza. Kwa hiyo nilisikia sauti, nikaitika. Jambo la tatu, Mungu akanipa maagizo. Akaniambia nimekuita, kazi utakayoifanya ni kazi ya kuwa nabii. Utakuwa nabii wangu, na neno langu litakuwa ndani yako, na neno utakalolisema ndilo utakalolifanya. Na utafanya kazi ya kuliandaa kanisa. Lakini nitasema na wewe maneno yangu au neno langu, alafu nitakutuma kwenda kusema na watu. Nimetumwa maeneo mengi kwenda kusema neno la Mungu, lakini bado nimekuwa nikisema mambo makubwa na yanatokea. Nimesema mambo mengi na yanatokea. Hata kama utaniruhusu niseme ni sawa. Hata uchaguzi wa juzi uliokuwepo niliuombea pia.
uchaguzi wa hapa Burundi, wajuzi ule. Nikasema, ninakumbuka nilimwambia mkurugenzi wa Filovi kwamba Bwana amesema utakuwa na amani, usio na shida, mambo yataenda vizuri, utakuwa na utulivu. Simple. Lakini sio hivyo tu. Nilizungumza mambo mengi wakati wa uchaguzi wa Kenya huu. Nimeongea kuhusu habari ya vita vya usumbufu wa Israel na Korea Kaskazini wakati ule. Nilizungumza mambo yote yale, jinsi walivyokuwa wanataka kupigana na Marekani ilivyotaka kuingilia kati, yote hayo, na jinsi ambavyo China atakuja kuwa mpatanishi wa huo mgogoro, yote hayo. Nimezungumza kuhusu mambo mengi ya kina Donald Trump atakavyochaguliwa tangu awamu ile ya kwanza na awamu ya pili, na namna atakavyokuwa rais wa aina gani. Nilizungumza habari, nikasema habari ya kifo cha Rais Mkapa. Nilizungumza habari ya kifo cha Rais Magufuli mapema sana, tangu mwaka 2000, I think ilikuwa mwaka 2000, ilikuwa 2020 2021. Nikaendelea kuambia watu mpaka alipokufa. Wakati amekufa, Mungu akaniambia amelala. Nikaenda tena nikaambia watu kwamba naona nchi iko kwenye ukiwa na bendera inapepea nusu mlingoti. Naona Watanzania wakiwa na huzuni kubwa. Na baada ya hapo naona nchi ikiwa inayumba kama kwenye bahari na inapigwa na upepo. Mungu akaniambia endelea kuombea nchi kwa sababu bado nchi haijawa na utulivu. Kazi ndio kazi naendelea kuifanya mpaka leo, naendelea kuiombea nchi. Hata haya yanayoendelea kwenye nchi yetu, Mungu anasema mengi. Ukitaka kujua unaweza kunifuatilia kwenye mitandao pia. Kwa hiyo viko vitu vingi na Mungu ananipa kusema mambo ya mataifa, China, Korea, Japan. Nimezungumza jinsi ambavyo China itakavyokuja kuwa super power baadaye kuliko Marekani. Yote hayo ni kabla hata watu hawajaanza kuona nguvu ya China. Kwa hiyo ninapozungumza mambo ya namna hiyo, maana yake niko sasa ndani ya nini ya wito kile nilichoitiwa. Lakini mimi Mungu aliniambia kwamba utakapofanya kazi yangu utafanya nini, utapata nini. Kwa maana ya kwamba aliniashua kwamba atanilinda, atanitunza, atanibariki, ataniinua, atanifanya kuwa mtu wa namna gani baadaye. Lakini si hivyo tu, nina ahadi mpaka ya muda wa mimi kufanya kazi ya Mungu. Kwa ninajua contract, tunapoenda kazini na tukaajiriwa, contract inakuambia bwana, tutafanya na wewe kwa muda wa mwaka mmoja. Sasa mtu wa namna hii anafaa kuwa baba wa watu. So kuna experience alionayo na Mungu. Ni tofauti na mtu ambaye anaweza kufanya huduma, hajui ameitwa na nani, ameitiwa nini, na baada ya hapo itakuwa nini, atapata nini. Asante sana. Acha tugusie kwa hili swala la naweza nikajua aje sauti nimesikia kama ni sauti kutoka kwa Mungu. Ajili yote inaanzia kwa kusikia sauti. Nitajua aje kama ni Mungu ameniita? Nimekuuliza, nimetoa mfano wa kijana Samueli. Samueli alikuwa kijana mdogo, na niilete hii kwa maana ya kwamba wakati wengi tunaposikia sauti ya Mungu au wito, huwa tuko kwenye hali ya uchanga. Sababu sauti ya Mungu kusikia wakati mwingine huwa sio kitu rahisi. Unajua ni rahisi kukutana na watu wanaosema Bwana amesema, Bwana ameniambia, Bwana akanionyesha. Lakini ukweli ni kwamba kuna vitu vingine huwa si Mungu, bali ni mtazamo au mawazo ya mtu mwenyewe. Sasa ili usikie sauti ya Mungu, nitamani nisome ile andiko hapa, nafikiri linaweza likatusaidia. Karibu. Kwenye kitabu kile cha Samueli wa kwanza, nafikiri ni tuende kwenye ile sura ya 3 pale. Nilisema sura ya 2 pale mwanzo, nafikiri ni kwenye sura ya 3. Nataka ni correct pale. Okay. Ule mstari wa kwanza, nianzie pale. Nianze mstari wa 2. Andiko nasema, ikawa wakati huo Eli alipokuwa amelala mahali pake, tena macho yake yalikuwa yameanza kupofuka hata asiweze kuona, na taa ya Mungu ilikuwa haijazimika bado. Samueli alikuwa amelala katika hekalu la nani? La Bwana. Palipokuwa na sanduku la nini? La Mungu.
Sasa angalia mazingira yenyewe. Mstari ule wa 4 maandiko yanasema hivi, basi wakati huo Bwana akamuita Samueli, na Samueli akasemaje? Akasema mimi hapa. Bwana akamuita, ila yeye akaitika. Hakujua nani amemuita. Na utajua hakumuita kwa sababu ya mstari unaofuata hapa hapo chini. Anasema akamwendea Eli kwa haraka akasemaje? Mimi hapa, kwa maana uliniita. Akasema sikukuita, kalale tena. Naye akaenda kalala tena. Mstari wa 6, Bwana akaita mara ya pili, Samueli, Samueli. Akaondoka akamwendea Eli akasema mimi hapa, kwa maana Eli uliniita. Akajibu sikukuita mwanangu, kalale tena. Basi Samueli alikuwa hamjui bado, na neno la Bwana lilikuwa bado halijafunuliwa kwake. Hapa inawezekana ndugu msikilizaji, unaweza ukasema tunakumbuka Samueli alikuwa bado mtoto, alikuwa hajui, hajawahi kusikia sauti ya Bwana. Ni kweli, lakini elewa wazi kwamba kumjua Mungu kunahitaji gharama. Kusikia sauti ya Mungu kunahitaji gharama. Sio kila mtu anayeweza kusikia Mungu akisema sauti. Ni kweli sauti zingine zinaweza kuwa sauti za wanadamu, au sauti za wewe mwenyewe, au sauti za ibilisi, au sauti ya Mungu. Lakini sauti ya Mungu mara nyingi huwa ni sauti ambayo inahitaji Roho Mtakatifu mwenyewe kukusaidia kujua ni Mungu, na sio mazingira au mtazamo. Na niseme hivi, mara nyingi ukitaka kuchunguza vizuri watu ambao Mungu anaweza kusema nao, huwa wana historia huko nyuma. Huwa wana gharama waliowahi kulipa ya kutosha kiasi cha kumprove Mungu waliyemkubali kumtumikia kwamba wameamua kweli kumtumikia. Kuna gharama wamelipa ya kuvumilia majaribu, kuvumilia mateso na mambo mengi, poteza hata nafsi zao wenyewe kuwa kama sadaka na mambo yanayofanana. Alafu wanaishi kwa ajili ya Kristo. Yani you have to live, baada ya kuishi ni Kristo. Unamuishi Kristo kwenye maisha yako na sio kitu kingine. Mifano iko mingi kwenye Biblia, lakini hebu tumalize kwa kusoma hapa. Maandiko yanasema vizuri kwamba Eli akasema mimi hapa akamwendea Eli akasema mimi hapa, kwa maana uliniita. Ndipo Eli akatambua ya kuwa nini, hata Eli naye pia unaona hakutambua kwamba ni Bwana anayemuita. Na maandiko yanasema wazi kwamba sauti ya Bwana ilikuwa adimu siku. Sababu hata leo tunavyowaona watu wengi wanaweza kukaa wakawa makanisani na wanaitwa Wakristo, lakini ukweli ni kwamba hawajui sauti ya Mungu, hawajawahi kusikia. Na ukweli ni kwamba ni adimu sauti ya Mungu makanisani. Jaribu kupiga mahesabu sasa hivi kanisa la leo, ni maeneo gani umeona watu wakinena kwa lugha, alafu yule mtu anayenena mwingine aidha akafasiri akasema Bwana anasema. Leo tunaona watu wanashandarize rako hiko yando rabo sabo rabo, lakini hakuna mtu anayefasiri hiyo lugha. Kwa sababu hiyo hatuelewi alikuwa anaongea nini, tunabaki tunamwangalia. Zamani zile za Ukristo wa Pentekosti tulizoea hivi, mtu akinena kwa lugha, Roho Mtakatifu atafasiri kwa mtu mwingine. Okay, mimi Mungu alinifundisha kwamba ni kwa sababu watu hawakujua huduma ya nabii na karama ya unabii. Waliijua lakini hawakuiheshimu. Na kwa sababu hiyo alilazimika kuzungumza na watu kwa njia hiyo, ili aelete ujumbe kwa njia hiyo. Kwa Mungu alikuwa anazungumza na watu kwa namna tofauti, labda kwa ndoto, lakini pia hawakuelewa tafsiri za ndoto. Hilo nalo ni tatizo lingine. Sasa hivi ni kama jinsi kanisa lilivyo leo, ni kama wakati wa Eli. Samueli naye alikuwa mtoto, Eli aliyekuwa mzee naye hakuwa na namna ya kujua Mungu alisema nini. Baadaye ndo alipokuja kukumbuka, huenda huyu mtoto amesikia ni sauti ya Mungu. Ndipo anapomwambia kwenye mstari wa 9, kwa hiyo Eli akamwambia Samueli, enenda kalani, itakuwa akikuita utasema nena Bwana ya kuwa mtumishi wako nafanyaje? Basi Samueli akaenda akalala mahali pake. Bwana akaja akasimama. Bwana akafanyaje? Akasimama. Bwana mwenyewe huyo akaja akasimama. Akaita vile vile kama kwanza.
Unajua kwa nini Samueli alilazimika kumwona Bwana? Ni kwa sababu alitambua sasa hiyo sauti ni sauti. Kwa mfano leo naweza nikamuita mtu, unaitwa Pastor nani? Teddy. Pastor Teddy. Pastor Teddy. Utaitikaje? Niko hapa. Lakini ni sauti. Na huku kuna watu wanaongea. Hujajua ni nani amekuita. Nini kitakachotokea? Napasha uliza uko nani? Wewe ni nani wewe? Sasa kama yule mtu anajua kwamba wewe hujamjua, na kama ni mtu wa namna gani anaweza kujificha. Lakini ukijua kwamba ni nani anakuita, inawezekana atajitokeza. Fulani, mbona umeniita? Atajitokeza. Maana yake ndicho kilichotokea wakati wa Samuel. Alipotambua kwamba Mungu ndiye anayemuita, Bwana akasimama mbele ya Samuel. Akaita vile vile kama kwanza, Samueli, Samueli. Ndipo Samueli akasema, nena Bwana, kwa kuwa mtumishi wako anafanya nini? Anasikia. Sasa ukisoma hapa chini utakuja kuona Mungu anaanza kuzungumza. Nasema Bwana akamwambia Samueli, angalia nitatenda tendo katika Israeli ambalo kila atakayesikia masikio yake atafanyaje? Atamuosha. Amen. Anamwambia sababu ya kumuita sasa. Sasa mtu akiwa mchungaji anamjua aliyemuita? Okay. Ndio anajua aliyemuita. Anajua sababu ya kuitwa? Je, alielewa wakati alipokuwa anaambiwa kwamba ameitiwa kuwa nani? Na ndio maana watu wengine wanaweza kuwa na makanisa, wana watoto, lakini wanashindwa kuwatunza kwa sababu inawezekana hawajajua wao wameitwa ili wawe nani. Kwa hiyo tunapozungumzia pointi, turudi kwenye pointi ya ubaba na uwana. Ni vigumu kuwa na baba mzuri ambaye hajui aliyemuita, hamjui aliyemuita, hajui ameitiwa nini, hajui mapatano yaliyopo katika wito wake. Huyu akiwa baba, watoto wengi watapotea. Mungu atusaidie. Kwa kumalizia kipindi chetu, acha turudi tuongee katika kanisa la Burundi. Pale mwanzo umegusia kama kwa kusema kanisa liweze kufanya jukumu, linapasha kuomba na kujua litaombea nini. Na ukagusia nafasi ya manabii. Nataka tusaidie kama kanisa la Burundi kwa leo tufanye nini? Inawezekana kanisa la Mungu likawa liko vizuri Burundi kwa maana ya makusanyiko yanaonekana maeneo, lakini inawezekana kanisa la Mungu likawa halina halijakubali kwanza kutaka Mungu awape watu wa kusema kwa niaba ya Mungu. Kwa sababu kwa kawaida Mungu hasemi na kila mtu. Anasema kupitia manabii wake, alafu manabii wanaleta habari kwa watu. Na hao nabii hawezi kupimwa kwa sababu tu anaona wewe ulikuwa mgonjwa, wewe ulilazwa hospitali, babu yako alikuwa na wake watatu, sio wewe umefungwa kwenye vifungo vya asili. Hiyo sio nafasi ya nabii kwa namna ya jukumu halisi aliloitiwa. Na hivyo mimi huwa nawaambia watu, nasema hivyo ni vitu ambavyo vipo kwenye ofisi ya kinabii, lakini ni sehemu ndogo sana ya ofisi. Ofisi ya nabii ni kubwa sana. Sababu kuna tofauti kati ya karama na huduma ya nabii. Kuna watu ni manabii wa karama, sio manabii by official. Nisema by official. By office hawajaitwa kuwa manabii, ila wana karama ya kinabii. Sasa karama ya kinabii haiwezi kuoperate kwenye ile dimension ya ulimwengu wa roho kwa viwango vipana. Wale wanaokuambia watu wewe una mambo yako, wewe unaumwa tumbo, wewe una kichwa kinaumaga kila ikifika saa 6, ndio wanaoonekana ni wa manabii wakuu. Hao ni watu wadogo sana. Ofisi ya nabii, hata usipowaambia watu matatizo yao, you are still a prophet. Kwa sababu mission ya prophet namba 1 ni kuhakikisha watu wanamjua Mungu. Nabii huwa anawaleta watu kwa Yesu. Kwa Agano Jipya, nabii huitwa Agano Jipya. Zamani walikuwa wanawaleta watu kwa Mungu, wanawapatanisha watu. Wakikosea watu, wanaenda kuombea watu kwa Mungu. Mungu anasema basi kwa sababu hiyo waambie wafanye hivi au wajitakase, au basi nimewasamehe. Nabii jukumu lake lingine ni muombezi wa watu. Na nabii yeye ni kinywa cha Mungu na ni jicho la Bwana, na jukumu lake lingine ni kuwafanya watu wawe na ile roho ya kumtumikia Mungu katika usafi na ubora. Lakini jukumu lingine la nabii ni kuandaa kanisa,
Nabii wa Agano Jipya lazima awe kwenye mission ya kuliandaa kanisa. Hakuna namna nabii anaweza kuwepo duniani alafu akapinga kuliandaa kanisa, huyo akawa nabii wa Mungu. Kwa vyovyote ni nabii wa shetani. Nataka mambo ya nabii ameitwa na mawazo yake, au amejiita kwa kufikiri wengine wanafanikiwa kwenye ofisi ya kinabii, kama mitazamo ilivyo kwa sasa hivi kwa kanisa, kwamba manabii wanaonekana baadaye walikuwa tu baada ameshakuwa na magari. Watu wanaangalia vitu vya mwili sana badala ya vitu vya roho. Nabii lazima awe na mission ya kuliongoza kanisa kwa Yesu na kuliandaa kanisa kwa Yesu, kuwafundisha watu ucha Mungu, utakatifu, kuacha dhambi na mambo yanayofanana. Kwa hiyo tunapoona manabii wapo lakini hawafundishi watu kumcha Mungu, hawafundishi utakatifu, wao wenyewe maisha yao sio matakatifu, wala hawana muda wa kuwakumbusha watu kwamba baada ya maisha kuna Yesu kurudi, au kuna hukumu ya milele, hawajui, au kuna uzima wa milele, hawana haja hivyo. Wanawaambia tu kwamba wewe umefungwa na shangazi yako, babu yako wewe alikuwa anafanya mambo ya matambiko. Hivyo kila siku watu hawafundishwi neno la Mungu ili wafanyike wajengwe kwa Kristo. Mara nyingi wanafanywa kosa wanajengwa kwa watu. Ndio maana tunaona makanisa mengi yamekuwa kama empires. Mtu anajenga ufalme wake mwenyewe. Inakuwa ni kama kakituo kake kupata mahitaji yake. Ni kosa kubwa sana kuwafanya watu wamkose Mungu alafu wakupate wewe. Hatujaitiwa hivyo sisi manabii. Sisi tumeitwa ili tuwafanye watu wawe watu wa Kristo, wawe na tumaini la kumwona Mungu siku moja kama atakuwa amekufa. Lakini kama Yesu atarudi akiwa hai, awe na uhakika wa kunyakuliwa, waishi maisha matakatifu. Hakuna nabii wa Mungu anayeweza kukubali kuwa na kusanyiko la watu wachafu. Manabii kwanza ni watu wanaohitaji kuwaona watu watakatifu. So moja ya mandate ya nabii ni kulifanya kanisa liwe safi. So nabii ni representative wa mbinguni kwa duniani. Yeye ni mwakilishi, naweza nikasema ni kama ambassador wa mbinguni duniani. Ni mnenaji wa mambo ya mbingu kwa wanadamu. Anawezaje huyo kunena mambo ya kimwili tu siku zote bila kuambia watu mambo ya Mungu? Ukiona hivyo lazima ujue kwamba kuna shida mahali. Ninachotaka kusema ni kwamba nabii lazima awe mtu mwenye mtazamo wa kuwaleta watu kwa Kristo. Kuandaa watu kwa ajili ya unyakuo, kuandaa watu kwa ajili ya kurithi uzima wa milele, na kuambia watu kweli kwamba kuna jehanamu na kuna mbingu. Kama mimi, kwa namna ambavyo nimetembea na Mungu na namna ambavyo Mungu alivyonionyesha mambo mengi ya mbinguni na duniani na kuzimu, siwezi kutaka mtu akose uzima wa milele. Siwezi. Kwa sababu nabii wa Mungu kwa vyote lazima atakuwa na wivu wa Bwana ndani yake unaowahuzunikia watu wanaoishi kwenye maisha yasiyompendeza Mungu. Hilo ndio jukumu namba moja ambalo Mungu ametupa. Ni jinsi gani wanabii wanaweza kusaidia hapa kwetu Burundi? Tufanye nini ili kanisa lilete mabadiliko, liinue hii nchi yetu? Jambo la kwanza ni manabii warudi kwa Mungu. Watake kujua wazo la Mungu ni nini juu ya nchi na juu ya kanisa la Burundi. Na Mungu ni mwaminifu, hata acha kusema. Tawaambia. Lakini lazima pia manabii wawe na muonekano ambao watu wakiangalia watajua kwamba kweli kuna kitu ambacho Mungu amesema nao. Kwa maana ya mwenendo na tabia na usemi wao lazima uwe umejaa Kristo ndani yao. Yaani mtu asiseme mambo yake, aseme mambo ya Kristo. Na manabii wakiwa na Mungu, wakiwa kwa Mungu, Mungu hatakosa kujifunua kwao. Na atawaambia mambo ya kufanya. Tatizo lingine liko tu kwa watu kwamba wanaweza wakampata nabii akasema nao mambo mengi ya Mungu, lakini wasiyakubali, wakakataa. Kwa sababu ukweli ni kwamba maandiko yanaeleza vizuri kwamba ushuhuda ambao tumepewa watu wanaokataa. Tusema tangu kwenye Isaya 62 anakataa, anasema kwamba ni nani aliyesadiki Isaya 63
kama hicho. Anazungumza, nataka nifungue ile andiko. Anasema ni nani aliyelisikia neno, ni nani aliyefunuliwa neno la Bwana na ni nani aliyepokea ushuhuda tuliouleta. Na natamani nisome ile andiko kwenye kitabu cha Isaya hapo, kama kwa dakika chache tunaamini nitapata. Isaya 53 anasema ni nani aliyesadiki habari tulioileta? Na mkono wa Bwana amefunuliwa nani? Maana alikuwa mbele zake kama nchi mororo na kama mzizi. Anaendelea kuzungumza hapo chini, lakini nirudi kwenye pointi ya mstari wa kwanza kwamba neno tunalolileta mara nyingi watu hawalisadiki, linakataliwa na watu. Alafu sasa ndo anauliza swali, na mkono wa Bwana amefunuliwa nani? Nani ameweza kutambua kwamba huyu mtu anayesema haya mambo ni wa Mungu? Unaweza kaona watu wanawajaji manabii pengine kwa sababu ya jinsi wanavyoyaona mambo wanayofanya. Labda wale wanaokutana nao wanaonekana mienendo yao, tabia zao huko. Kwa hiyo imeondoa watu wengine kuamini kwamba manabii wa Mungu wapo. Lakini ukweli ni kwamba manabii lazima wawepo maadamu Mungu yupo na kanisa bado lipo. Lazima manabii wawepo. Manabii wa Mungu sio wote walio wa uongo. Niseme hivi, manabii wote sio wa uongo. Kuna manabii wanaoitwa manabii wa uongo, na maana wale wa uongo wanamtumikia shetani na wengine wanajitumikia wenyewe. Lakini manabii wa Mungu wapo. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati ile sura ya 18 kianzia I think kwenye ile mistari ya 8 na kuendelea pale, Mungu anaanza kuzungumzia kuhusu habari ya neno atakalolisema kwa watu. Atamtuma nabii miongoni mwao. Alafu na ikiwa mtu hatasikia neno atakalolisikia lisema yule nabii, Mungu atalitaka kwake. Manabii kumbe lazima wawepo. Na watu wakipinga, Mungu atawahukumu. Kwa hiyo sio kazi ya nabii kulazimisha watu wasikie au waamini. Yeye anatakiwa afanye jukumu lake. Wakatae, shauri yao. Wakubali, waone mema ya nchi. Baba Prophet, ukiweza kutupatia kibali, unaweza katueleza mambo yenye Mungu iko anakuambia kwa kuhusu nchi ya Burundi kwa leo na in the future? Nchi ya Burundi ninakoiona inakoelekea ni nchi nzuri. Mimi ninaziona baraka, pamoja na kwamba kuna changamoto zinazoonekana sasa. Na nilichojifunza ni kwamba wakati nilipofika kwenye nchi, nilipotua pale uwanja wa ndege, niliona utukufu wa Mungu katika nchi. Utukufu ni mkubwa sana wa Mungu, na mimi nimesema ili kwa niaba ya kanisa kwamba hata viongozi wa serikali wanapokuwa wanaliona kanisa, waone kwamba Mungu yupo pamoja nao, pamoja na kwamba changamoto zinaweza kuwepo, lakini waamini kwamba Mungu yupo na kanisa linaweza kuwa lina mchango mkubwa sana kwa nchi ya Burundi pamoja na serikali yote kwa ujumla. Maana nchi ni kitu kingine na serikali kitu kingine. Serikali ni wale wanaoongoza, lakini nchi ni watu wote walio kama raia. Kwa maana hiyo ni kwamba nilichokiona mimi katika nchi ya Burundi ni utukufu wa Mungu, na ninaona bahali ambapo Burundi inaenda kwa nchi yenye utajiri mkubwa sana. Nilijaribu kuangalia statistics za huko nyuma na nikaona hata ukuaji wa uchumi wa nchi ya Burundi unaenda taratibu sana. Lakini ninachojua ni kwamba Mungu, na nilivyokuja hapa, Mungu alichonisemesha ni kwamba kuna jambo jipya Mungu anakwenda kulifanya katika nchi hii. Anakwenda kuleta uamsho wa ajabu, na yale tuliyozungumza kuhusu habari ya umoja wa kanisa la Burundi, Mungu anakwenda kuleta umoja, amani na mshikamano wa kanisa kuwa kitu kimoja. Sina maana ya kwamba madhehebu mengine yatakuwepo, lakini watakuwa kama mwili wa Kristo unavyopaswa kuwa katika nchi. Hicho ndicho ninachokiona. Mambo ya kufanya yapo mengi, lakini jambo la kwanza ni kwamba vile viongozi waliopewa jukumu la kuwa viongozi wa watu kama kanisa la Kristo ndani ya nchi ya Burundi katika maeneo mbalimbali wanayoongoza, wanalo jukumu la kukubali kurudi kwa Mungu tena, ili Mungu awape kitu anachotakiwa kufanya. Lakini ukweli ni kwamba kama wana manabii, Mungu atawapa mwongozo wa nini cha kufanya. Lakini nilichokiona ni kwamba Burundi ina kipindi kifupi sana cha kuteseka. Mambo yanayoendelea katika nchi ni ya muda mfupi tu. Wala Warundi hawapaswi kuwa na namna ya kukata tamaa. Mungu yupo katika nchi ya Burundi. Amen. Nchi ya Burundi ni nchi miongoni mwa nchi ambazo uwepo wa Mungu ni mkubwa mno, bila watu hawajautafuta. Nikisema hiyo nitakuwa nimeeleweka?
Tunaelewa. Na uamsho, yani kuna move kubwa ya Roho Mtakatifu inakwenda kudhihirika katika nchi ya Burundi. Upako wa Mungu utaonekana, watu watakuwa wananena barabarani. Sio muda mrefu sana mtaona nguvu ya Mungu itakayodhihirika kwenye nchi. Watu watatembea barabarani wananena. Yani kuna kitu ambacho Mungu anakwenda kukifanya, na Mungu anachotaka ni kusimamisha mamlaka yake katika nchi, alafu na kulifanya taifa listawi. Maandiko yanasema mahali fulani, heri watu wale ambao Bwana ni Mungu wao. Nchi hii kanisa likisimama vizuri, baraka ni nyingi mno, utajiri ni mwingi mno, kuna neema ya ajabu katika nchi, kuna utukufu wa ajabu katika nchi. Ni wao tu kukubali kurudi kwa Mungu na kufanya baadhi ya mambo ambayo yanatakiwa kufanyika ili Mungu aweze kujifunua. Asante sana kwa kuweza kutupatia kipindi hiki, na Mungu azidi kukutumia kwa nguvu zake. Amen. Ndugu watazamaji, ni hapa tunatia nanga kupitia hiki kipindi, na muzidi kufuata vipindi tofauti vya Filovi TV, na Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki. Asante. Amen. Filovi. Jesus Christ is near TV.